بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo hii tupo katika majlisi yetu ya pili katika mfululizo wa majalisi ambazo tumezipa anwani isemayo jaraimu mansiya, uhalifu uliosahaulika, ikiwa ni mfululizo wa majalisi zisizopungua 10 sikielezea uhalifu uliofanywa na Mashia wa mji wa Kufa dhidi ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lengo la majalisi hizi ni kubainisha uongo wa Mashia ambao wanaueneza hasa katika msimu huu wa Muharram, kwa kutengeneza taswira kana kwamba jambo la kuuawa kwa mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam linahusika na ahli sunna wal jamaa. Wakatumia msimu huu kuwatukana masahaba wa Mtume, kuwavunjia heshima zao, na kuonyesha kana kwamba wao ndio watetezi wakubwa wa damu ya mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hali ya kuwa wao ndio wahusika wakubwa tukio hili. Kwa hiyo ni wote ambao wameufanya na wametoa juhudi kubwa kusahaulisha ulimwengu, hasa watu wa kawaida wasifahamu ule ukweli kwamba wao ndio wahusika wa mauaji hayo. Lakini tunafanya hivi ikiwa ni sehemu ya sisi kujifunza, kwa sababu kwenye kupata historia za waliotangulia, waliochelewa ndio huwa wanapata mafunzo. Sisi hatuwezi kujifunza kwa watakaokuja baada yetu, kwa sababu hatuwajui, lakini wale waliopita kabla yetu tunajifunza kupitia kwao, na vile vile watakaokuja baada yetu watajifunza kupitia sisi. Kwa hiyo kwenye kusoma historia ya Hussein pamoja na mauaji yaliyofanyika, kuna mengi sana sisi ya kujifunza. Lakini jambo la tatu, tunapokuwa tunasoma historia ya mauaji ya mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunapata fursa vile vile ya kubainisha upotovu wa kundi la Shia na kuonyesha kwamba ni kundi lililopotea na itikadi zao ni itikadi zinapingana kabisa na historia ya Uislamu, na zinapingana kabisa na itikadi sahihi za Uislamu. Kila tunapofungua majlisi mpya tutajikumbusha kidogo pale tulipotoka. Katika majlisi ya jana ambayo ilikuwa ni sehemu ya kwanza, na leo tunamalizia sehemu ya pili, tulikuwa tukielezea msimamo wa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib juu ya utawala wa Muawiya ibn Abi Sufyan. Tukatoa maelezo
kuanzia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam namna utawala ulipokwenda mpaka tulipofikia kuuawa kwa Ali na madaraka akashika Hassan, na Hassan alitawala kwa muda wa miezi 6, na baada ya hapo akaamua utawala ule amkabidhi Muawiya. Sababu kubwa iliyompelekea Hassan kujiuzulu katika utawala kama wanavyoelezea wanawachuoni ni kuogopa kuwaingiza Uislamu katika mapigano ya wao kwa wao. Hiyo ndio kubwa zaidi ambalo lilompelekea Hassan kuamua kukaa zake pembeni. Kwa nini Hussein hakumunga mkono ndugu yake Hassan? Kwa sababu Hussein yeye msimamo wake na mtazamo wake aliona ni afadhali waingie katika mapigano, sawa, si kumwachia Muawiya madaraka. Yani kama suala la kungangania yale madaraka kunaweza kukapelekea kuingia katika mapigano, basi ni afadhali situpigane, lakini tusiachie sisi uongozi. Kwa utaona rai ya Hussein ilikuwa ni rai ya kuendelea kumiliki madaraka, ni rai ya kuendelea kubakia katika uongozi hata kama hilo jambo litapelekea Uislamu kupigana. Yeye hakuona kama hilo ni tatizo. Kwa upande wa pili ndugu yake akaona hapana, suala la sisi kuwa viongozi na ikapelekea kwamba kutetea madaraka yetu na kutetea uongozi wetu, jambo hilo litapelekea Waislamu kupigana kama walivyopigana huko nyuma. Ni afadhali sisi tuachie uongozi ili kulinda damu za Waislamu. Kwa hapa tunajifunza kwamba kuna wakati inabidi mtu aachie madaraka kwa ajili ya kulinda damu za watu. Using'ang'anie madaraka alafu kule kumng'ania madaraka kukapelekea damu za watu kumwagika. Na hapo tukauliza swali sisi kuelekeza kwa Mashia wanadai ya kwamba viongozi wao ni maasumu, hawakosei, hawasahau, sawa, hawatakiwi kukosea wala hawatakiwi kusahau. Tunaomba Mashia watueleze, Shia yoyote ukikutana naye muulize hili swali akupe jibu, na kama hawezi kutoa jibu, kwa sababu kila jibu atakalolitoa litaporomosha na kuivunja itikadi yake. Ni yupi baina ya hawa watu wawili aliyekuwa katika usawa? Manaki walikhtalifiana. Hassan anaona ni afadhali wawe ni raia wa kawaida kuliko kung'ang'ania madaraka, ikiwa kule kung'ang'ania madaraka kutapelekea damu za Uislamu kumwagika. Rai ambayo Hussein hakuyunga mkono, kwamba yeye anaona ni afadhali wapigane lakini uongozi uendelee kubakia katika himaya yao. Ni nani alikuwa katika haki na ni nani alikuwa katika batil? Ni nani alikuwa katika usawa na ni nani alikuwa katika makosa baina ya Hassan au Hussein? Ukisema Hussein alikuwa na makosa, Hassan atakuwa amebatia. Ukisema Hassan alikuwa katika makosa, Hussein atakuwa amepatia. Na majibu yote mawili, ima Hussein amepatia au amekosea, au Hassan amekosea au amepatia, hili linavunja ile itikadi ya Shia kwamba viongozi wao ni maasumu, hawakosei, hawasahau, hawatakiwi kukosea wala hawatakiwi kusahau. Itikadi ya batil kabisa ambayo hata kuiamini kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala haitakiwi, kwa sababu mitume wa Allah
ni maasumun kwa utaratibu maalum ambao wanawachuoni wanauelezea katika vitabu, kwamba mtume anakuwa ni maasum baada ya kupewa risala. Kabla hajapewa risala, yeye ni mwanadamu kama mwanadamu mwingine tu. Anaweza akatenda kosa, na anaweza akasahau, na anaweza akafanya makosa, kama ilivyothibiti kwa baadhi ya mitume. Walitenda makosa, lakini ilikuwa ni kabla hawajapewa utume. Pili, baada ya mtume kupewa utume, anakuwa ni maasum katika ule ujumbe aliopewa na Allah tu basi. Kwa maana kama amepewa amri na Allah aipeleke kwa waja wake au kwa wafasi wake, ile amri ile hawezi kuisahau, wala ile amri ile hawezi kuipotosha, wala hawezi kuikosea. Yani mtume kaambiwa waambie Waislamu waswali swala 5, sawa? Alafu yeye kipindi sasa natoka kwa kupokea huo wahi, anakuja kuambia waja wa Allah, akasahau kwamba hivi niliambiwa Waislamu waswali swala 5 au 6. Hilo haliwezi kutokea. Au amepewa maamrisho na Allah, waambie waja wangu kitu fulani ni halali, alafu yeye akaambia waja wake kitu fulani nini haram. Hiyo kitu haipo. Kwa mtume anakuwa ni maasum kwa kile alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, akifikishe kwa waja wake. Ama tofauti na hicho, yeye ni mwanadamu kama wanadamu wengine, anasahau, anakosea katika mambo ya kibinadamu. Ndio maana ilitokea katika mwaka mmoja mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza masahaba wasipandikize mitende. Msimu wa mavuno ulipofika, tende zikawa chache. Mtume akawauliza, akamwambia wewe ulitukataza? Akamwambia ilikuwa ni rai yangu tu hiyo, sawa, fanyeni hivyo kwa sababu nyinyi katika mambo ya kidunia mnajua zaidi kuliko mimi. Masahaba wakaendelea na shughuli zao za kupandikiza mitende. Akazungumza mazungumzo mashuhuri, antum a'lam bi umuri dunyakum, nyinyi ni wajuzi zaidi katika mambo ya dunia yenu. Na lingine linazungumziwa katika vita vya Badri, walipokuwa wamepiga kambi kisima, wakawa wamekiacha mbele yao, wenyewe wamekaa hivi kisima wanakiona mbele pale. Mmoja katika masahaba akamwambia mtume kwamba sisi tumekaa hapa, ni amri ya Allah au ni mawazo yako wewe mwenyewe tu? Tunakwambia ni mawazo yangu tu, mimi naona kwamba tukae hapa, basi mimi ushauri wangu tusikae hapa, tukakae kule, kambi yetu tuweke kule balichi kisima kiwe nyuma yetu sisi, ili wale maadui wakija wakishikwa na kiu kitafuta maji hawezi kuyapata maji, tutapata nafasi ya kuwapiga sisi. Yule sahaba alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, ni amri ya Allah amekwambia ukae hapa au ni jitihada zako za kivita? Hii ni kuonyesha kwamba kuna kipindi mtume anakuwa ni mwanadamu kama wanadamu mwingine, anafurahi, anakasirika, anacheka, analia, anaumia kama wanadamu wengine. Sasa mashia wao, maimamu wao wamewapatia daraja zaidi ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hawakosei, hawasahau, hawatakiwi kukosea wala hawataki kusahau. Huyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, sio mwanadamu tena. Kwa hiyo ni swali muhimu sana, natakiwa mlishike, na ni katika maswali ambayo Shia yoyote hawezi kutoa majibu yaliyonyoka, kwa sababu jibu lolote akalolitoa ataonekana anamkosea adabu imamu kwa mujibu wa itikadi yao. Haya yalikuwa ni mazungumzo kuhusiana na majlisi yetu ya jana. Kwa hiyo tukaishia kwamba Hassan na Hussein baada ya kuwa wamekabidhi madaraka kwa Ali kwa Muawiya bin Abi Sufyan, wenyewe wakahama zao kutoka Kufa wakaenda kuishi wapi? Madina. Leo majlisi yetu katika sehemu hii ya pili ya kumalizia sehemu ya kwanza, tutazungumza sehemu zifuatazo. Kwanza tutazungumza maisha ya Hassan na Hussein katika mji wa Madina,
kwa ufupi sana. Ile ndio ni nukta ya kwanza katika mazungumzo yetu ya leo. Na nukta ya pili, tutazungumzia suala la Muawiya ibn Abi Sufyan. Kwa nini aliamua kubadilisha maamuzi badala ya jambo la utawala kulipeleka kwenye shura kama walipokubaliana na Hassan, yeye akaamua kumpatia mtoto wake Yazid? Kuna kitu gani kilitokea pale? Hii itakuwa ni nukta yetu ya pili ya mazungumzo katika majlisi hii ya pili. Lakini nukta ya tatu, tutazungumzia utawala wa Yazid ibn Muawiya baada ya baba yake kufariki, na majlisi yetu itakuwa imekoma suala la Hussein bin Ali bin Abi Talib. Baada ya Yazid kuwa ni mtawala, yeye aliamua kuondoka zake Madina na kuhama moja kwa moja na familia yake, wakaenda zao Makkah. Tutaishia hapo katika majlisi ya leo insha Allah. Sasa tukianza na nukta ya kwanza, tayari Hassan na Hussein wamehama wameenda zao Madina katika mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maisha ya Hassan na Hussein katika mji wa Madina baada ya kumkabidhi Muawiya madaraka, nataka mfahamu ya kwamba hapakuwa na uadui wa aina yoyote. Hili jambo linatakiwa likaririwe sana, kwa sababu Mashia wanajitahidi kuweka taswira kana kwamba kulikuwa kuna uadui mkubwa sana baina ya Banu Umayya na Banu Hashim. Yaani katika historia hilo jambo halikuwepo. Na ndio maana ukiangalia namna walivyoishi Banu Umayya na Banu Hashim, waliishi maisha ya udugu, na katika dalili za kuonyesha kwamba walikuwa ni ndugu na wakiishi maisha ya kiudugu, walioana sana. Yani Banu Hashim walioa kwa Banu Umayya na Banu Umayya walioa kwa Banu Hashim. Hapakuwa na uadui wa kiitikadi, hapana. Palikuwa tu kwamba wao ni binadamu. Sawa, huyu amemkera yule amemuudhi yule, wanazungumza na kuishi kama vile binadamu. Sio kwa maana masahaba pamoja na kwamba sisi tunawatukuza hawakuwahi kukoseana wao kwa wao, hapana. Walikuwa wanakoseana, na wakati mwingine wanapelekeana mashtaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu amemkosea huyu kamkosea huyu. Kwa hiyo Hassan na Hussein walipohamia Madina, waliendelea kuishi maisha ya salama na amani, na hapakuwa na ugomvi baina yao na nani? Na Muawiya. Na ndio maana sasa zile posho ambazo zilikuwa zikitolewa kwa watoto wa masahaba, kwa sababu katika utawala wa Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu, baada ya Uislamu kuwa na nguvu sasa, wameshakomboa miji, mali ni nyingi sana, Umar alianza kutoa posho kwa raia, na huyo ndo mtu wa kwanza kuweka posho kwa raia, jambo ambalo liliendelea mpaka hivi sasa. Baadhi ya nchi za makafiri wanalifanya hilo, na linaonekana ni jambo moja kubwa, lakini asili ya mwanzilishi wa kutoa posho kwa raia alikuwa na Umar ibn al-Khattab, na akawapanga kabisa kwamba tunaanza na ahlul bait wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafungu lao kila mwisho mwezi kifika wanapewa posho zao. Wakaja muhajiruna, wakaja ansari, abinaul muhajirin, abinaul ansar, sawa, ukana posho zao. Kwa hiyo katika watu ambao walikuwa wakipendwa, wakithaminiwa na wakiangaliwa ni Hassan na Hussein. Na ndio maana ndani ya vitabu vya Kishia
nimeghafilika hapa sikuja na al-furu' min al-kafi. Katika al-furu' min al-kafi kuna riwaya zikielezea kwamba familia ya Hussein walikuwa wanakwenda kwa Banu Umayya kwa ajili ya kwenda kuchukua posho. Na hata katika vitabu vya wanachuoni wa Ahlus Sunna, vitabu vikubwa vya historia kama vile kwenye kitabu Ansabul Ashraf al-Baladhuri, kitabu Ansabul Ashraf, anaelezea katika hii juzuu ya pili kwamba walam yaqta' Muawiyatu 'an al-Husayn shay'an kana yasluhu wa yaburruhu bihi, na wala Muawiya hakukata kwa Hussein kitu chochote ambacho alikuwa akikiunganisha baina yake yeye na Hussein na akimfanyia wema Hussein. Wa kana yab'athu ilayhi fi kulli sanatin, na alikuwa akituma Muawiya akituma kwa Hussein kila mwaka 1000 dirham. Shingapi? 1000 dirham. Dirham laki moja. Sawa, dirham laki moja. Wa urudan, na bidhaa zingine za kibiashara na mambo mengine, wa hadaya, na zawadi mbalimbali, min kulli darbin, kwa kila aina ya zawadi. Kuna riwaya, hatuwezi kusoma kila riwaya, sawa. Kuna siku Hussein alikwenda, Hassan na Hussein walikwenda kumtembelea Muawiya, akawapa pesa ambazo wanasema katika historia hakuna kiongozi yoyote wa Kiislamu aliyewahi kumpatia raia pesa kama zile. Na hilo limethibitishwa katika vitabu vyote vya tarikhi ya kwamba Muawiya kwa muda wote ambaye alikuwa ni mtawala hakuwahi kukata posho wala matumizi ya familia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dirham laki moja shilingi ngapi ya Tanzania kwa sasa? Tupige hesabu na tuchukulie muda, sawa, lakini ni hela nyingi sana kipige hesabu kwa hela ya sasa. Alimpelekea Hussein bin Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo tunasema kwamba hawakuwa na magomvi yoyote, na walikuwa kimtembelea Muawiya, wanatoka zao Madina, Hassan na Hussein wanakwenda Sham, wanamtembelea Muawiya, wanakaa na wapa zawadi, ana waheshimu na ana wapenda. Hiyo ni nukta katika kuelezea maisha waliokuwa wakiishi katika mji wa Madina. Lakini kipindi wanaishi katika mji wa Madina, Hussein aliendelea kuwa na ukaribu sana na mashia wa mji wa Kufa. Yale mawasiliano yao yale hayakukatika, kwa sababu wale mashia wa mji wa Kufa tayari wanafahamu Hussein haungi mkono utawala wa Muawiya. Alikubali kukaa katika utawala wa Muawiya kumtii ndugu yake. Kwa hiyo mara kwa mara walikuwa wakiendelea kumtumia risala, wanakwenda wenyewe kumtembelea, wanamhamasisha ya kwamba sisi tuko tayari kumpindua huyu bwana. Hussein anakuambia hapana, siwezi kuvunja mkataba ambao tumeshakubaliana mpaka Muawiya atakapokuwa amefariki. Na hili jambo la Hussein kuwa na mawasiliano na watu wa mji wa Kufa, kaka yake na ndugu yake Hassan alikuwa akiviona zile barua zile, alikuwa akiziona. Wale wajumbe waliokuwa wanakuja kumtembelea alikuwa anawaona, na alikuwa akimtahadharisha sana ndugu yake katika hili jambo, kuonyesha kwamba baadhi ya mambo Hassan na Hussein walikuwa hawakubaliani. Baadhi ya mambo Hassan na Hussein walikuwa hawakubaliani. Mfano katika kitabu Al-Ma'rifatu wat-Tarikh cha al-Imam Abu Yusuf Yaqub bin Sufyan al-Fasawi, katika juzuu ya pili ametaja riwaya
ikielezea moja ya matukio yanayojulisha kwamba Hussein aliendelea kuwa na mawasiliano na watu wa mji wa Kufa, na kaka yake alikuwa akimtahadharisha katika hilo. Nitaisoma hiyo riwaya kwenye kitabu Al-Ma'rifatu wat-Tarikh, riwaya ambayo al-Imam al-Haythami kwenye kitabu chake Majma'u Zawaid wa Manba'u al-Fawaid katika juzuu ya 6 alipoitaja hii riwaya akasema baada kuitaja riwaya hiyo akasema rawahu at-Tabarani wa rijaluhu rijalu sahih ghayru Abdullah ibn al-Hakam ibn Abi Ziyada, kwamba riwaya hii amepokea Imam at-Tabarani katika al-Mu'jam al-Kabir, na wapokezi wa riwaya hii ni wapokezi wa as-sahih, ni kwa maana ni wapokezi ambao al-Imam al-Bukhari amewatumia kwenye kupokea kwenye sahihi yake. Na vile vile ukiangalia katika al-Mu'jam al-Kabir ya al-Imam at-Tabarani katika juzuu ya 3 katika juzuu ya 3 ya al-Mu'jam al-Kabir al-Imam at-Tabarani ameitaja hii riwaya hadithi nambari 2691. Nitaitaja hii riwaya, sintoisoma yote, nitasoma kijipande kidogo katika njia tu ya kuelezea na kuashiria. Siku moja riwaya inaelezewa na Abdullah Yazid ibn al-Asam. Yazid ibn al-Asam ndiye anayepokea riwaya hii. Anasema siku moja Yazid ibn al-Asam ataitu al-Hasan ibn Ali, nilikwenda kwa Hasan ibn Ali. Alipofika kwa Hasan ibn Ali akamkuta Hasan yupo na kijakazi wake. Yule kijakazi yule ameshika mrundo wa barua, sanduku au mfuko umejaa barua, kamletea Hasan. Yazid ibn al-Asam yeye yuko pale na Hasan, kijakazi kaja pale na fuko limejaa barua, akamkabidhi Hasan. Hasan alipokabidhiwa yule mrundo wa barua akamwambia yule kijakazi wake kaniletee ndoo ya maji au beseni au chombo cha maji. Akaletewa chombo cha maji, halafu akachukua zile barua zote zile akazichukua, hakufungua barua hata hiyo hata moja, akazitia ndani ya kile chombo, halafu akachukua maji akamimina mule ndani. Kilitokea nini baada ya hapo? Si barua si karatasi zimeandikwa kwa wino, yeye akazichukua zile barua akasitia kama kwenye beseni, halafu akachukua maji akamimina kwenye kile chombo kile. Ina maana zile barua zote zikawa ni wino mtupu. Sasa Yazid ibn al-Asam lile tukio analiona, akasema ya Aba Muhammad mimman hadhihi al-kutub, Abu Muhammad, hizi barua ni za nani? Mbona zote umezichukua umezitia ndani ya maji, hujafungua barua hata moja, kwa nini? Akasema min ahli al-Iraq, hizi barua zote unazoziona hizi zinatoka kwa watu wa Iraq, min qaumin la yarji'una ila haqqin, zinatoka kwa watu ambao hawarudi nyuma kuifuata haki, wala yaksuruna an batil, wala hawafupiliziki kutokuifuata batil. Yani kwenye haki wenyewe ndio wako nyuma, sawa, na kwenye batil ndio wako mbele. Ama anni lastu akhshahum ala nafsi, ama mimi
siwaogopei katika nafsi yangu, mimi ninawajua vizuri sana, walakin akhshahum ala dhalik, lakini nawaogopea sana kwa yule bwana yule pale. Wa ashara ila al-Husayn, akamwashiria na Husayn kwamba hizi barua wakiniandikia mimi sifungui hata hiyo hata moja, nikizikija nasitia kwenye sanduku, zikija nasitia kwenye sanduku, zishakuwa nyingi na kichukua zote nasitia ndani ya maji. Lakini yule jamaa yangu, yule ndugu yangu, yeye zikija anazifungua anazisoma, zikija anazifungua anazisoma, wakija wajumbe anakaa nao anazungumza nao. Mimi nawaogopea yule watakuja kumdanganya tu yule. Hapa kwenye hili swala la Hassan kukataa kufungua barua, kama nilivyosema kwamba hadithi hii au kisa hiki amekitaja al-Imam at-Tabarani katika al-Mu'jam al-Kabir juzu ya 2 sawa ukurasa wa 69, hadithi nambari hiyo 2691, na vile vile al-Imam al-Haythami kwenye kitabu chake Majma'u az-Zawaid wa Manba'u al-Fawaid akaitaja hadithi hii nambari 1400 na hadithi nambari 1400, hadithi nambari 10457, na akasema rijaluhu rijalu sahih. Na vile vile al-Imam al-Fasawi kwenye kitabu chake al-Ma'rifatu wat-Tarikh wote wametaja riwaya hizi. Haya maneno haya ya Hassan ibn Ali, kila mimi ninapoyasoma ninaona namna Hassan alipokuwa na uwezo mkubwa wa kujikinga na fitna. Na kama nilivyowaambia kwamba tunaposoma historia hii na sisi tunatakiwa tuchukue mafunzo. Ukishajua hili ni grupu la fitna, si ndio? Hili ni grupu la nini? La fitna. Unafungua la nini sasa? Hili ni grupu la watu wa bid'a. Hili ni grupu la watu wa bid'a. Ndani yake kuna mambo ambayo siwezi mimi kuhimili. Sawa? Kuna shubha tata. Unalifungua la nini hilo grupu? Au unajiunga la nini kwenye hilo grupu? Kuna website zina maudhui ambazo sio nzuri, unazifungua za nini wewe? Kwa hiyo tunatoka sisi tujifunze. Wale watu ni watu wa fitna, wale wana maneno ya shubha, ni watu wamesoma, maarifa yao ni makubwa. Wewe wajifanya wewe unajua kujadiliana, unakwenda kuzungumza nao wa nini? Kwa hiyo tuchukue tabia aliyokuwa nayo nani? Hassan ibn Ali. Muda wa kuwa anayakini ya kwamba hawa ni watu wa fitna. Hizi barua hizi ndani yake sina maneno ya Allah, si ndio? Suna salamu alaykum, si ndio? Alhamdulillah wassalamu alaykum innal hamdalillah. Lazima kuna maneno ya Allah yako ndani yake, lakini hawa ni watu wa fitna. Hakufungua, zote kazitia maji. Kwa na sisi kila mtu aiangalie nafsi yake. Ukiona hili jambo moyo wako hauwezi kuhimili, usiliingie. Ukiona maneno ya watu hawa siwezi kuyachambua mimi nikajua ukweli uko wapi, uongo uko wapi, achana nayo, utasalimika na vitu vingi sana. Kwa hayo ni mafunzo tunayopata katika msimamo wa nani? Wa Hassan. Na ndio maana ahlul ilm wanamsifia kwamba Hassan alikuwa ni mtu ana uwezo kutambua fitna kwa mbali sana. Na tukijua kwamba hii fitna inakuja, hii dawa ya fitna nini? Kuingia au kujitenga nayo? Unajitenga nayo. Hata kama atalaumiwa, atasema vibaya, ni kukaa nayo mbali. Na ndio maana ukiangalia katika swala la utawala, aliangalia akaona hapa lazima tutapigana hapa. Kwa nini tupigane sisi Waislamu kwa mambo haya ya utawala? Hata mimi kaizangu kwa pembeni. Sawa. Na kwenye hili swala la barua, hiyo ilikuwa ni riwaya inayothibitisha kwamba mawasiliano baina ya Hussein
na mashia wa mji wa Kufa ilikuwa kiendelea. Hassan alikuwa kilijua na alikuwa kimtahadharisha ndugu yake. Ushahidi mwingine ambao unaashiria kwamba Hassan alikuwa kimtahadharisha sana ndugu yake na watu wa Kufa ni riwaya ambayo ameitaja al-Imam Ibn Abd al-Barri kwenye kitabu chake al-Isti'ab fi ma'rifati al-ashab, katika hii juzuu ya kwanza, katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 391. al-Imam Ibn Abd al-Barri anataja riwaya, anasema rawaina min wujuhin, tumepokea sisi riwaya kwa njia nyingi sana, anna al-Hasan ibn Ali, hakika Hasan ibn Ali lamma hadaratuhu al-wafat, alipofikiwa na umauti. Hasan alikufa kwa kupewa sumu. Sawa, alikufa kwa kupewa nini? Sumu. Hili ni tukio lingine kabisa la kihistoria ambalo mashia wanalizungumza kwa hisia na kujenga dhana ya kwamba Muawiya ndiye aliyefanya mpango wa Hasan kupewa sumu, kwa sababu makubaliano ya mkataba kule ni kwamba yeye akifa jambo la utawala lirudi kwa Hasan. Hasan hayupo, jambo la utawala lirudi kwenye shura. Kwa hiyo ili aweze kufikia malengo yake ya kumkabidhi madaraka mtoto wake, ni lazima kwa Hasan aondoke. Ni habari nyingine, ina maelezo mengi sana, tusiingilie, sio mahala pake. Alimuhimu kwamba Hasan alipewa sumu kwenye chakula na akawa anamjua alimwekea sumu ni nani, lakini hakumtaja mpaka anakufa. Hakumtaja. Hakuna riwaya sahihi hata moja kwamba Hasan alimtaja alimwekea sumu. Na Hussein alimbembeleza sana kwamba nitajie aliyekuwekea sumu. Hapana, nikutajia nini sasa? Utapata faida gani? Ili pia hapa ni funzo hapa, si ndio? Siku nyingine Allah kutujalia tukielezea haya mambo, sawa? Kwa nini Hasan alikataa kumtajia ndugu yake Hussein suala la yule aliyemwekea sumu ni nani? Kuna maelezo mengi na faida nyingi kujifunza hapa. Sasa kipindi yupo katika ile sakarat kwamba anajua sasa mimi nitakufa tu kwa ile sumu aliyowekewa, kwa sababu anasema kwamba ile ilikuwa ni sumu ya mara ya 3. Aliwekewa ya kwanza akanusurika, akawekewa mara ya pili akanusurika, ile ilikuwa ni mara ya 3. Sasa akasema hii ya 3 hii hainibakishi, itaniondoa tu. Sasa yupo katika kitanda cha mauti, alimuita ndugu yake Hussein, akampatia nasaha, akampatia usia. Wako Madina hapo, akamwambia hivi, inna abana rahimahullahu ta'ala, hakika baba yetu Allah mrehemu, lamma qubida Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wakati alikufishwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, istasharafa lihadha al-amr, alilichungulia, alilichomozea hili jambo. Jambo gani? Jambo la utawala. Yani kipindi mtume anakufa, Ali alikuwa kama vile anaona anaweza kupata yale madaraka. Sawa? Na hilo lilijulikana, lakini Ali alikuwa anaamini ya kwamba anaona kwamba kama vile anakijinafasi cha kupewa madaraka, lakini akiangalia wale maswahaba waliomzunguka, kuna watu pale hawezi kupambana nao, hasa Abu Bakar, kwamba siwezi kupambana na Abu Bakar mimi katika hili jambo. Sasa Hasan anamwambia ndugu yake Hussein ya kwamba baba yetu alipofishwa mtume sallallahu alaihi wasallam alilitamani hili jambo la utawala apewe, sawa? Waraja an yakuna sahibahu, na alitarajia atakuwa ndio mwenye hili jambo la utawala, yeye ndio atakuwa ni mtawala katika hili jambo. Fasarafahu Allahu anhu, Allah kaliondoa kwake.